kamanda wa polisi wa wilaya asimamie jambo hilo kuhakikisha kwamba hizo barabara zinafunguliwa, na anafungua yeye mwenyewe kwa mikono yake. Katela oye! Jambo la pili, jeshi la polisi wamsake mara moja mtu anayeitwa Isa Sisambe Mwasinyanga ili tuweze kumfanyia mahojiano maalum. Makwale oye! La ardhi ambayo chifu aliitoa kwa ajili ya ibada, ambalo sasa hivi inaonekana lina mvutano. Swala la ardhi halipo chini ya mamlaka ya ofisi ya msajili wa jumuiya, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Endelee kudumisha amani na utulivu katika nchi yetu. Msiruhusu watu wenye nia mbaya ya kulinda maslahi yao binafsi wakasababisha uvunjifu wa amani katika kijiji chetu cha Katela wala kata yetu ya Makwale. Tumeelewana ndugu zangu? Kwa hiyo baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ninaomba kuwasilisha maslahi mapana ya wana Katela, wana Makwale. Kwa kweli mmeeleza kwa uchungu sana, na hapa ndio maana tulikuja na msajili wa jumuiya hizi ambaye amekuja, tumeshirikiana naye ndugu yetu Kihampa Bwana Emmanuel, na ametoa ufafanuzi wa kina kuhusiana na masuala haya ya mgogoro wa kanisa hapa pamoja na wananchi. Sasa ndugu zangu, maelekezo haya ndio maelekezo ya serikali, na mimi ndio kiongozi pia wa serikali, siwezi kupingana na wenzangu, ila nitatoa maelekezo yafuatayo. Nitoe maelekezo yafuatayo kuhusiana na jambo hili. Jambo la kwanza, huyo mtu ambaye anafunga barabara azifungue ndani ya masaa 48. Huwezi kufunga barabara na wakati watoto wanakwenda shule, watu wanakwenda kanisani, wanakwenda mashambani, na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kitu ambacho hakiwezekani. Labda hiyo serikali itakuwa serikali haiwajali wananchi wake. Kwa hivyo nimpe salamu huyo ambaye amefunga ndani ya masaa 48 afungue, na kamanda wa polisi wa wilaya asimamie jambo hilo kuhakikisha kwamba hizo barabara zinafunguliwa, na anafungua yeye mwenyewe kwa mikono yake. Katela oye! Jambo la pili, jeshi la polisi wamsake mara moja mtu anayeitwa Isa Sisambe Mwasinyanga ili tuweze kumfanyia mahojiano maalum. Ili tufanye mahojiano maalum, kwanza ya kuwatishia watu na bastola, hilo la kwanza. La pili, kupiga watoto wanaokwenda shule, na la tatu, kufunga barabara na wakati sio haki kwa mujibu wa sheria. Katela oye! Katela safi! Lakini jambo lingine ndugu zangu, swala la fidia kwenye mradi wa umwagiliaji halipo, kwa sababu ni mradi ambao unatekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nyie muwe sehemu ya kuchangia swala hilo kuhakikisha kwamba mradi huu unatekelezwa, na tutakao nufaika ni sisi wana Makwale. Piga makofi na vigelegele kwa Rais Samia. Lakini jambo lingine, niwaambieni jambo moja, sitaki mtu yoyote apigwe wakati tunatekeleza mradi wa umwagiliaji, wakati tunatekeleza haya ambayo Mheshimiwa Rais ametuletea miradi mbalimbali, lakini pia hao wanaokwenda mashambani, wanaokwenda shule. Na kama nilivyotoa maelekezo hapa, jeshi la polisi watamhoji huyo mtu, kwa sababu malalamiko yameletwa na mwenyekiti hapa wa kijiji hiki cha Katela. Lakini kuna swala lingine, swala la umeme. Naelekeza TANESCO wilaya hii ya Kyela waje hapa wajiridhishe nani hana umeme na anatakiwa kuunganishwa umeme, na watu wajiorodheshe majina yao kwa mwenyekiti wa kijiji ndani ya siku 7. Mwe mmeshaweka wote kwenye orodha ili tujue nani ana umeme, nani hana umeme hapa. Serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, lengo lake ni kutatua migogoro, changamoto za wananchi, na sio kuahirisha matatizo ya wananchi. Katela oye! Huyo ambaye amefunga ndani ya masaa 48 afungue, na kama